Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans pamoja na TFF na bodi ya ligi kwa kile ambacho kinazungumzwa kwa wakati huu. Sasa imeweza kutolewa taarifa juu ya kile kinachotajwa kuhusiana na dabi ya Kariakoo, kama ipo ama haipo. Unafahamu ya kwamba mpaka muda huu tunavyozungumza sasa hakuna chochote kinachoendelea. Sasa vipi kwa wale washikaji zetu ambao wanatoka mikoani, ambao wanatoka nje ya Tanzania kuja kutizama dabi ya Kariakoo? Sasa taarifa niko nayo hapa kuhusiana na hao ambao wanapanga kuja kuitizama dabi ya Kariakoo. Sasa ni taarifa ambayo imeweza kutolewa leo hii kutoka ndani, ukiweza kuzungumzia kwenye wenye mamlaka husika kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo kwa kile ambacho kinachoendelea. Ni taarifa gani hiyo utakwenda kujua hapa, na muendelezo wa yale ambayo yanaendelea kati ya bodi ya ligi dhidi ya klabu ya soka ya Young Africans wamefikia wapi. Makubwa yote utakwenda kuyajua hapa, kwa sababu taarifa kamili ambayo ungepaswa kuweza kuijua nimekusogezea hapa. Utakwenda kujua kila kitu kinachoendelea kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo wamefikia na kauli mbiu yao ya atuchezi vipi watapeleka timu. Yote hayo utakwenda kuyajua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwa, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kujuzana kuhusiana na hili kubwa ambalo linaloendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans pamoja na bodi ya ligi na TFF. Bana, unafahamu ya kwamba kumekuwepo na mvutano. Sasa unakadiria kufika zaidi ya mwezi na sehemu na kipande chake kabisa. Mjadala ni mmoja tu, hatuchezi, na hatuchezi inazidi kushika kasi kadili siku ambavyo zinavyokwenda. Bana, tumekuwa tukishuhudia wakati dabi ya Kariakoo ikiwa imebakiza siku mbili kama hivi, basi shamla huwa ni nyingi, matambo. Pia unazungumzia hata wale wa mikoani huwa wanajiandaa vizuri kabisa kwa ajili ya kwenda kuitizama dabi ya Kariakoo. Lakini sambamba na hayo huwa tunakwenda kushuhudia refali ambaye atasimama kuchezesha mchezo huo anatangazwa mapema kabisa. Sasa taarifa ikufikia kwamba taarifa za ndani kwamba kila refali ambaye anachaguliwa kwenda kuichezesha dabi ya Kariakoo, unaambiwa mambo ni magumu kwa upande huo. Kila mwamuzi anatoa sababu zake ambazo zinafanya akosekane katika mchezo huo. Unaambiwa ndugu zangu, zimesalia siku mbili na ya tatu ndio siku ya dabi. Kusema ukweli, kwa siku za karibuni tujazoea hadi sasa kutokusogezewa safu ya waamuzi wanaopaswa kuichezesha dabi ya Kariakoo. Mamlaka ambao ni TFF na bodi ya ligi mpaka sasa wamekaa kimya. Hakuna taarifa yoyote kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea. Waamuzi mpaka muda huu hawajajulikana wanaochezesha dabi ya Kariakoo. Wengine wanasema labda pengine bodi ya ligi na TFF wanapanga kuficha ili kutoweza kuleta mkanganyiko, lakini mpaka sasa hakuna chochote kinachoonyesha kwamba dabi hiyo itachezwa ama haitochezwa. Lakini vilabu vya ligi kuu vyainyoshia kidole Yanga. Kwa sababu gani? Unaambiwa wakati Yanga ikishikilia msimamo wa kutaka kulipwa fedha za zawadi ikiorozesha shilingi milioni 200, baadhi ya klabu zimeigeukia zikidai haijawahi kutangazwa juu ya badiliko la zawadi za ubingwa wa michuano hiyo inayotoa mwakilishi wa kombe la shirikisho Afrika. Mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano Azam FC Thabiti Zakaria Zaka za kazi alisema klabu yao iliyocheza fainali 2 mfululizo zilizopita inachokijua ni kwamba zawadi za ubingwa wa FA ni shilingi
shilingi milioni 50 tangu michuano ikiwa chini ya udhamini wa Azam. Zaka aliongeza hata wadhamini wapya walipoingia haikuwahi kuainishwa na TFF juu ya zawadi halisi ya michuano hiyo zaidi ya shirikisho hilo kupanga lenyewe. Hivyo wameshtushwa kusikia zawadi imeongezeka hadi shilingi milioni 200. Afisa habari wa Singida Black Stars iliyotinga fainali ya msimu huu Hussein Masanza alisema hawajapata mabadiliko yoyote juu ya ulipwaji wa fedha za ubingwa wa michuano ya kombe la shirikisho na sasa wapo katika mchakato wa kufuatilia kabla ya kuvaana na Yanga. Akizungumza, Masanza alisema wanachofahamu bingwa wa michuano hiyo analipwa shilingi milioni 50, lakini sasa wameshtuka na kuanza kufuatilia kujua kama kuna mabadiliko baada ya kutinga fainali. Ofisa mtendaji mkuu wa klabu ameanza mchakato wa kufuatilia endapo tutatoa ubingwa tutapata kiasi gani kwa sasa, lakini miaka yote tunafahamu ni shilingi milioni 50. Hatuna mabadiliko yoyote tuliyoyapata. Mkuu wa Coastal Union Omar Ayubu alisema hawana mabadiliko yoyote kuhusiana na fedha anayopokea bingwa wa mashindano. Tulicheza hatua ya fainali kiasi kinachotambulika miaka yote ndio tulichokuwa tunakifahamu. Kwa sasa sijui bingwa anachukua bei gani, kama kuna mabadiliko sisi hatuna taarifa hiyo, alisema. Hata hivyo, alisema kwa utaratibu wa michuano hiyo kila hatua inayoshiriki timu kuna fedha inapewa kwa ajili ya mechi husika, japo kwa zawadi halisi ya bingwa haijawahi kujulikana tangu mdhamini mpya aingie. Sasa mambo ndiyo yanapokuwa mazito kweli kweli hapo kwa kile ambacho kinaonekana mpaka safari hii mambo yanakuwa ni mazito kweli kweli, kila mmoja akiweza kujiuliza ni nini kinachoendelea. Hapa anaandika Haji Sunday Manara, afisa habari wa zamani wa klabu ya soka ya Young Africans, anasema ya kwamba Yanga wamethibitisha kwamba hawajalipwa pesa zao za mwaka jana za CRDB Federation Cup. Tunachojua mambo na tunaoifahamu hii benki umakini wake, lazima TFF ndio imehusika na hii kitu. Moja kwa moja Kalia anapaswa kung'oka kwenye uongozi wa shirikisho, otherwise aje na majawabu why Yanga haijalipwa pesa zao za mwaka jana. Kalia must go. Wananchi twendeni na hii #hadi watulipe na aseme kwa nini zimechelewa pesa zetu. Niwakumbushe kucheza hatuchezi na pesa yetu tunaitaka kesho asubuhi Faster Plus liba ya kutuzungusha mwaka mzima. Maneno ya Haji Manara akiweza kuzungumzia kile kinachoendelea kwa sasa katika hapa nazungumzia mtanange huo kati ya TFF pamoja na bodi ya ligi pamoja na Young Africans. Lakini katika taarifa nyingine, huenda ikawashtua mashabiki wa klabu ya soka ya Young Africans na wale ambao waliumizwa na Aziz Ki kuondoka Yanga, hatimaye wanaweza wakafurahi kwa sababu Aziz Ki kurudi Yanga baada ya kombe la dunia la vilabu. Inakuaje? Tuliambiwa ameuzwa kwa bilioni kadhaa, mwezi mmoja bilioni. Ngoja tusikie taarifa. Tunaambiwa kutoka ndani ya Wydad Casablanca vimearifu kwamba mkataba wa mchezaji wa kimataifa Burkina Faso Stefano Aziz Ki na Wydad ni wa mwezi mmoja, huku kukiwa na kipengele cha kusaini mkataba wa kudumu wa miaka 3 iwapo benchi la ufundi watashawishika na kiwango cha mchezaji huyo. Kocha wa Wydad Mohamed Amin amethibitisha kwamba klabu hiyo imeanza kutumia mifumo hiyo ya mikataba ikiwa ni sehemu ya mbinu ya majaribio inayolenga kupima kufaa kwa wachezaji wa kigeni kama wanaendana na mitindo na mahitaji ya timu hiyo. Kocha huyo alisema katika taarifa yake kuhusu programu walioitumia kupitia taarifa hiyo, mchezaji yoyote ambaye tutamsajili kwa mwezi mmoja na ambaye anaonyesha sifa za kiufundi na za kulizisha, tutafanya chaguo la kumsajili rasmi kwa miaka 3. Kwa upande wake inaelezwa ya kwamba kuwa hatua hii inawakilisha mkakati wa makusudi wa uongozi wa Wydad kulinda maslahi ya klabu. Aliongeza, hali ya mchezaji Aziz Ki iko wazi. Klabu yake ya zamani ya Yanga ilipokea kiasi cha shilingi $100,000 kwa ajili ya kumwachia nyota huyo, na ikiwa atafanya vizuri wakati wa ushiriki wake katika kombe la dunia la ngazi la klabu, zoezi la kununua mkataba wake litaanzishwa. Kwa hiyo Yanga wamepokea kiasi cha $100,000. Unaambiwa ndio pesa ambayo Aziz Ki alienda kuchukuliwa pale Young Africans kwa ajili ya michuano hii. Tusubiri kuweza kusikia ni wapi ambapo kilichoweza kufanyika katika michuano hiyo mpaka Aziz
Ki kwenda kusajiliwa kwa mwezi mmoja tu. Sasa vipi anarudi kwenye kikosi cha Young Africans mara baada ya kile kinachotajwa? Tusubiri kuweza kuona taarifa rasmi itakuwaje ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Wydad juu ya taarifa hii ya kumrudisha Aziz Ki ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Yanga. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana